Hatimaye baada ya ukimya wa muda mrefu, kamanda wa polisi kutoka jijini Dar es Salaam avunja ukimya wake na kutuma ujumbe kuhusiana na utekaji nyara wa hivi majuzi wa Humphrey Polepole. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kamanda wa polisi Jumanne Muliro amethibitisha kuwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina na wa haraka kuhusiana na kutoweka au kutekwa nyara kwa aliyekuwa mwanadiplomasia na kiongozi wa juu wa umma Humphrey Polepole, ambaye hadi sasa hajulikani alipo tangu Oktoba tarehe 6 mwaka 2025, zikitimia siku 10 tangu utekaji wake. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam ndani na nje ya nchi ikiwemo BBC Swahili, Kamanda Muliro amewahakikishia wananchi kwamba vyombo vya sheria vinatilia mkazo kila jambo linalohusiana na sheria na kutilia mkazo kila jambo linalohusika na vyombo vya dola. Kupotea kwa Polepole inachunguzwa kwa kina kulingana naye. Kwa mujibu wa kamanda huyo Muliro, wapelelezi tayari wameanza kukusanya taarifa za ndani za watu ambao huenda waliwasiliana na Humphrey Polepole siku chache kabla ya kutekwa nyara kwake. Alisema maafisa wanakusanya ushahidi na taarifa za kiintelijensia kutoka maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam ili kuweka pamoja uelewa wa kina wa kile kilichotokea. Hata hivyo, uchunguzi huo, alieleza, unahusisha uratibu wa karibu kati ya vyombo vya usalama, vyombo vya habari vya mikoa na taifa ili kuhakikisha kwamba njia zote zinazowezekana kuhusiana na kupotea ama kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole zinafuatiliwa kwa ukaribu na ukweli unafahamika. Vile Kamanda Jumanne Muliro pia aliibua maswali kuhusiana na baadhi ya taarifa zinazodai Humphrey Polepole alitekwa nyara nyumbani kwake. Alibainisha kutofautiana kwa akaunti hizo, kwa kibainisha kuwa kutoweka kwa Polepole kumechangiwa na taarifa za awali za umma zilizohusishwa na yeye kueleza kuwa huenda alikuwa nje ya nchi wakati fulani kabla ya Oktoba tarehe 6. Hili alisema limewafanya wachunguzi kuthibitisha si tu mahali alipoonekana mara ya mwisho bali pia aliporejea rasmi Tanzania. Ikiwa hata hivyo, kamanda alisisitiza kuwa kuamua muda wa kutoweka kwa Humphrey Polepole ni muhimu sana. Alieleza kuwa jeshi la polisi wanafanya kazi ya kusuluhisha taarifa zinazokinzana kuhusiana na mienendo yake, ikiwa ni pamoja na madai kuwa huenda alikuwa akiwasiliana na wenzake nje ya nchi huku akiripotiwa kupotea nyumbani. Uwili huu, kulingana na Muliro, umeunda fumbo changamano la uchunguzi ambalo linahitaji uthibitisho wa makini kabla ya kutoa hitimisho lolote kuhusu kile kilichompata Humphrey Polepole. Alipobanwa na waandishi wa habari kufafanua iwapo kuna mashuhuda wa tukio hilo wamejitokeza kuhusiana na kutoweka kwa Polepole, Kamanda Muliro alisema kuwa jitihada zinaendelea ili kuwabaini watu ambao wanaweza kuwa wamemuona au kuwasiliana na balozi huyo wa zamani muda mfupi kabla ya usiku wa kuamkia kwa tetesi za kutekwa nyara kwake na tukio zima kujiri mitandaoni. Alikiri kuwa kupatikana kwa mashahidi wa kuaminika kumekuwa na changamoto kutokana na unyeti wa kesi hiyo, lakini akauhakikishia umma kuwa kila ushahidi unaowezekana unaandikwa na kuchunguzwa kwa usahihi. Alifafanua zaidi kuwa wataalamu wa uchunguzi wametumwa kufanya uchambuzi wa alama zozote zinazoweza kusaidia kutoa mwanga juu ya kutoweka au kutekwa kwa Polepole, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa picha za ndani za uchunguzi, kumbukumbu za simu na kumbukumbu za usalama kutoka eneo linalozunguka makazi yake. Muliro aliongeza kuwa lengo la uchunguzi huo ni kutengeneza upya mlolongo wa ukweli wa matukio badala ya kutegemea uvumi ambao unaenezwa katika mitandao ya kijamii. Wa polisi pia alizungumzia wasiwasi unaoongezeka wa wananchi kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole, akiwataka Watanzania kuwa watulivu na kuepuka kueneza habari ambazo hazijathibitishwa. Alisisitiza kuwa hitimisho la mapema linaweza kuingilia uchunguzi unaoendelea na kwamba polisi lazima waruhusiwe kukamilisha kazi yao bila shinikizo la umma. Kulingana naye, habari potofu zinaweza kuzuia kwa urahisi mchakato wa kufichua ukweli kuhusu kile kilichotokea kwa Humphrey Polepole. Kamanda huyo wa polisi Muliro alihakikishia taifa kuwa polisi wanashughulikia kesi hiyo kwa uwazi na uwajibikaji. Alisema kuwa taarifa zitatolewa mara tu baada ya uchunguzi wa kutoweka kwa Polepole utakapopatikana, lakini akatahadharisha dhidi ya kuingiza siasa kwenye suala hilo zima au kulifanya kuwa chombo cha kutia hofu wananchi. Aliwakumbusha wananchi kwamba uchunguzi wa aina hii mara nyingi unahitaji muda, uvumilivu na usahihi wa kiufundi ili kufikia matokeo ya kuaminika. Pia alikiri mkazo wa kihisia ambao kutoweka kwa Polepole kumechukua familia yake na wenzake, akielezea huruma ya polisi kwa shida yao.
wao. Muliro alisema kuwa maafisa wa sheria wanaendelea na mawasiliano na familia ili kuhakikisha wanafahamishwa kuhusu maendeleo ya kesi hiyo na kutoa hakikisho kuwa kila hatua itachukuliwa ili kumpata ndugu yao Humphrey Polepole aliyepotea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa kauli ya Kamanda Muliro inawakilisha taarifa rasmi ya kwanza ya kukiri uchunguzi unaoendelea wa kutoweka kwa Polepole kutoka kwa jeshi la polisi, jambo ambalo limezua mijadala na minong'ono mingi nchini Tanzania. Waangalizi wengi wanaona hili kama kipimo cha uaminifu wa kitaasisi na uwezo wa serikali kushughulikia kesi nyeti zinazohusisha viongozi wa umma kwa weledi na uwazi. Wakati uchunguzi huo ukiendelea kutoka kwa jeshi la polisi, wa Tanzania sasa wanafuatilia kwa karibu hali hiyo, wakitarajia kuwa msako wa kumtafuta Humphrey Polepole utatoa majibu mazuri hivi karibuni. Siri inayohusu kutoweka au kutekwa kwake imekuwa mojawapo ya masuala ya kitaifa ambayo yamezungumzwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni na kuibua maswali mapana zaidi kuhusu usalama, uwajibikaji na imani katika utekelezaji wa sheria. Akihitimisha, Kamanda Muliro alitoa wito kwa wananchi wote kutoa ushirikiano kwa polisi kwa kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia kupatikana kwa Humphrey Polepole. Alisisitiza kuwa serikali inaendelea na nia ya dhati ya kufichua ukweli na kuhakikisha haki inatendeka, huku akisisitiza kuwa kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole haitapuuzwa hadi kila kiongozi atakapochunguzwa na ukweli kuwekwa wazi mbele ya umma. Wakati uchunguzi wa kutoweka kwa Humphrey Polepole ukiendelea sasa hivi, umma wa Tanzania bado umegawanyika sana kati ya matumaini na mashaka. Wananchi wengi wameelezea wasiwasi wao juu ya kasi ya uchunguzi huo, huku wengine wakipongeza polisi kwa kudumisha utulivu na utaratibu wakati wa kesi hii. Kutokuwepo kwa uchunguzi wowote uliothibitishwa Polepole tangu mwanzoni mwa Oktoba kumechochea uvumi, lakini mamlaka zinasisitiza kuwa ushahidi thabiti pamoja na uchunguzi unaendelea badala ya dhana ndio utakaoongoza mwelekeo wa kesi hiyo. Wataalamu wa sheria wamesisitiza kwamba kutoweka kwa watu mashuhuri kama hivi kunahitaji tahadhari, kwani habari potofu kutoka kwa watu mitandaoni zinaweza kuathiri usalama wa mashahidi na uadilifu wa uchunguzi. Zaidi ya athari za haraka za kisheria, kutoweka kwa Polepole kumechukua mwelekeo wa kiishara katika nyanja ya kijamii na kisiasa ya Tanzania. Majukumu yake ya awali katika serikali, diplomasia na mazungumzo ya umma yamefanya kutoweka kwake sio tu janga la kibinafsi, lakini suala la maslahi ya kitaifa. Mashirika ya kiraia yameanza kutoa wito wa kuwepo kwa uwazi zaidi katika jinsi kesi hizo nyeti zinavyoshughulikiwa, wakisema kuwa uwazi ndio njia pekee ya kurejesha imani ya umma. Siri ya kutoweka kwa Polepole imekuwa kioo kinachoakisi maswali mapana kuhusu haki za binadamu na uwajibikaji nchini Tanzania. Wakati huo huo, wanachama wa jumuiya ya kimataifa pia wamezingatia hali hiyo. Waangalizi wa kidiplomasia na mashirika ya haki za binadamu wameitaka serikali ya Tanzania kimya kuhakikisha kuwa uchunguzi wa kutoweka kwa Polepole unazingatia viwango vya kimataifa vya haki na uwazi. Wakati taarifa rasmi zikibakia kuwa chache, kuna makubaliano yanayokuwa kwamba kusuluhisha kesi hiyo haraka na kwa uhakika kunaweza kutuma ujumbe mzito kuhusu dhamira ya Tanzania katika utawala wa sheria. Kwa wengi, hatima ya Humphrey Polepole sasa inawakilisha hadithi zaidi ya mtu mmoja. Imekuwa mtihani wa taasisi za taifa na uwezo wao wa kulinda raia wao wenyewe.